Askofu. Si jambo sana. Nashukuru. Tueleze siku imekuaje? Asante sana. Mimi nashukuru sana, kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo tumekuwa na siku mbili za tamasha maridadi sana za wanakwaya wetu wa Katoliki. Siku ya jana ikamalizika vizuri. Ya leo sasa ndio hii ambayo ni kilele cha waibaji ambao ni hodari kabisa, ambao tunaweza kuwaita ni mabwiji wa nyimbo zetu za Kikatoliki. Na sasa zile ambazo zimetokea siku ya leo, zimbo za Kilatini, Zaburi ya 133. Tumeshukuru sana kwa sababu wameimba nyimbo ambazo sauti ni kama za malaika. Na ni kweli muziki zetu, nyimbo zetu za Kikatoliki zinafana sana kwa sababu zinasifu Mungu kutoka kwa tumbo, kutoka kwa roho, kutoka kwa akili, kutoka kwa mifupa na mishipa yote. Kwa hivyo tungeomba hizi vile wanavyoimba ziweze kuwa ni nyimbo ambazo pia vile zinaweza kufanya ibada zetu, liturujia yetu iweze kufana zaidi katika yale mambo yanayoendelea ya kufanisha na kuweza kufanya liturujia zetu ziweze kuwa nzuri zaidi. Kwa hivyo nashukuru wale ambao wameweza kuleta hizi nyimbo pamoja, wale watunzaji, wale walimu wao, machaplain na hasa maaskofu wetu, kwa sababu ya kuweza kukubalisha hizi nyimbo ziweze kufanyika na hizi tamasha ziweze kufanyika. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kuinua na la kuleta Ukristo na imani pamoja. Labda mmoja anaweza jiuliza kwamba ni kwa nini tuchague lugha ya Kilatini kupatia zile kwaya ambazo zimebobea na kiwango cha juu zaidi kuimba, na mbona lugha hii tumike humu nchini na lugha ya Kilatini tumeizoea katika zile nchi za Roma, Vatikani na kwingineko. Hebu tujue ni lugha ya kanisa ama inakuwa? Nadhani kwamba hii lugha ya Kilatini ni lugha ambayo inaturudisha kwenye mizizi yetu ya imani, mahali maneno ya kiliturujia, maneno ya utunzaji wa nyimbo, maneno ya mafunzo ya kanisa yanapotoka, ili tuweze kuelewa zaidi kanisa letu linafunza nini. Na hasa wakati ambapo tunapokiri imani na kuimba kwa Kilatini, ikiwa ndio lugha ambayo ni ya ndani kabisa, kupitia kuleta kuelewa zaidi mambo ya imani. Kwa hivyo tunapotumia lugha hii kuimba, tunaweza kuleta yale the maana zaidi, the meaning, the true meaning and the deepest meaning of the liturgy, of the word of God, of whatever the church wants to communicate. Kwa hivyo tunarudisha kwenye mizizi yetu yale mafunzo ambayo yalianza, ili hata tunapoyarahisisha katika lugha zetu tunaweza kuwa tumefahamu zaidi kile ambacho kilichokuwa kiini chake. Kwa hivyo ni nyimbo ambazo zinaturudisha kwenye mada ya kwanza ya imani yetu ya kanisa. Na tunashukuru sana kwa sababu zilikuwa kama zimefifia. Zilikuwa kama hazionekani tena, lakini sasa tunaona kwaya zetu, watu wetu kila mahali Jamhuri ya Kenya sasa wanaongea lugha ya kanisa. Yes. Labda wewe kama mwenyeji ambaye ni host katika jimbo hili la Embu, najua kwamba Wakristo wametoka katika majimbo yote kote nchini na wote wamejaa hapa. Labda tunataka tuone kile ambacho kikubwa tunajifunia kama jimbo la Embu kwa karibisha na kualika. Kwanza kabisa kwaya zote kuwa zimekusanya katika jimbo hili la Embu ni kwamba zinaweza kuleta umahili sana wa imani yetu katika kanisa letu. Na hasa tunaweza kuona ya kwamba Embu sasa imekuwa ni kama katikati ya kanisa letu katika jimbo, katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tunafurahi sana kwamba the faith is now well based from the church, from Embu, and hasa kuona ya kwamba yale yanayofanyika hapa yanaonekana katika ulimwengu wote, yanaonekana katika jimbo, katika taifa lote. Kwa hivyo Embu sasa imekuwa ni kama kilele, ni kama mlima juu wa imani ya nyimbo zote, kwaya zote. Hata ingawa hatuna kwaya nyingi katika hii level ya platinum na gold na kadhalika, lakini tunahubiri hasa kwa ukarimu wetu ambao tumetuwezesha kuwa na kwaya hizi zote hapa. Asante Baba Askofu. Asante. Karibu mpenzi mtazamaji, kadiri ambavyo umesikia ujumbe kwamba ingawaje katika eneo hili la mlima hamna kwaya nyingi ambazo ziko katika kiwango kile cha platinum, lakini bado tunaona kwamba kupitia uimbaji na uinjilishaji kupitia kwa kwaya zile ambazo zimeweza kuhitimu kuwa katika kile kiwango, basi wanaweza kuvutia wengi wa wanakwaya na angalau waweze kujiunga katika viwango hivi na kuimarisha na kuendeleza uimbaji wao. Na kwa sasa basi tunaweza
kuweza kualika wanakwaya wengine pia wana nyimbo tofauti wanaenda kuwasilisha hapa kabla ya kuweza kuyapata matokeo kamili. Lakini kwa sasa basi nakurejesha kwenye jukwaa ili tusikie yapi ambayo yanajiri katika kiwango hiki. Hivyo basi kama mpiga picha wangu anaweza kuelekeza pale kwaya ambayo inajiandaa kuingia katika uwanja huu ili watu waweze kutuimbia. St. Teresa Cathedral ndio ambao wanaingia hapa hivi kutoka Kibuye, Jimbo Kuu Katoliki la Kisumu, ndio ambao wamejiandaa tayari kuweza kutuletea wimbo wao. Hebu tuweze kuwasikiza. St. Teresa's Kibuye kutoka Kisumu ndio ambao wanatuletea wimbo wao. Kwa sasa basi, mpenzi mtazamaji, andamana pamoja nasi unapoendelea kufuatilia runinga ya Kapuchini moja kwa moja, na pia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, tuko pale. Ingia pale, usubscribe, ulike, unaweza tuma comment hapo, na asante sana kwa wale wote ambao wanatuma michango yao kwa vyovyote vile kuhakikisha kwamba runinga hii pia nayo inapobea na kuenea katika kuinjilisha na kufundisha neno lake Mwenyezi Mungu. Basi kwa sasa niweze kukabidhi kwenye jukwaa na ukumbi huu tuweze kupata maneno haya. Uso wangu wanasema, mwambie